Kwa nini majina ya wanaoitwa katika majeshi mbalimbali duniani hayatangazwi? Kila mwaka vijana wengi huomba kujiunga na majeshi ya ulinzi kama vile JWTZ na mengine ulimwenguni, lakini majina yao hayaonekani popote. Wengi hujiuliza, kwa nini majeshi haya hayatangazi walioitwa kama taasisi nyingine? Leo utajua ukweli mzito usiosemwa hadharani. Swali la msingi: umekwishawahi kuomba JWTZ ukangoja sana majina yachapishwe kama zilivyo ajira za serikalini, lakini hakuna kinachotokea? Ukweli ni huu: majeshi hayafanyi mambo kama taasisi za kiraia, na kuna sababu nzito. Sababu kuu 5 ni hizi hapa. 1. Usalama wa taifa, security first. Majina ya wanajeshi wapya ni taarifa nyeti. Adui wa nchi akiweza kujua nani anaingia jeshini, hiyo tayari ni tishio kwa usalama wa taifa. 2. Kuzuia udanganyifu na utapeli. Kama majina yangetangazwa, matapeli wangeanza kujifanya wanahusika, kuuza nafasi au kuwatapeli vijana waliokatwa. 3. Utaratibu wa ndani ya jeshi. Jeshi kama JWTZ hufanya kazi kwa misingi ya usiri na nidhamu. Mchakato wa kuchagua wanajeshi ni wa hatua kwa hatua, si lazima ujulikane nje. 4. Kulinda heshima ya waliokatwa. Tangazo la hadharani linaweza kuwavunjia heshima waliokatwa. Jeshi linaheshimu hisia za vijana. 5. Waliochaguliwa hujulishwa moja kwa moja. Waliopita huambiwa kwa simu au kwa barua. Kama hujaitwa, usipokee simu kutoka kwa mtu usiyemfahamu, anaweza kuwa tapeli. Tahadhari kwa vijana: kama mtu anakupigia simu na kudai anakuingiza JWTZ kwa pesa, hiyo ni alama ya ulaghai. Jeshi halihitaji rushwa. Ukiitwa utajulishwa rasmi. Kumbuka, jeshi si ajira tu, ni wito wa moyo. Ukijiandaa kwa nidhamu, afya nzuri na uzalendo, nafasi yako itakuja. Usikate tamaa, usikubali kudanganywa. Like video hii kama umejifunza kitu kipya. Share na wenzako walioko kwenye mchakato wa kutafuta nafasi JWTZ, polisi au magereza. Na usisahau kusubscribe Jack Media TZ kwa mafunzo zaidi ya kitaifa.